Hebu kila mmoja amshukuru Mungu. Binafsi shukuru tu Mungu kwa kuandaa ibada kipindi cha pili. Tunalibariki jina lako Mungu wetu. Asante kwa nafasi ambayo unatupa tena. Tunajinyenyekesha mikononi mwako. Naomba neema yako sasa ikatufunike sisi sote. Tunakukaribisha Mungu Mwenyezi. Fungua mbingu kwa ajili yetu, katuhudumie. Roho wako Mtakatifu akawe pamoja nasi. Tunalibariki na kulitukuza jina lako. Tunabariki na neno lako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nichukue nafasi hii tena kumshukuru Mungu kwa kunipa nafasi hii ya kusimama mbele yako wana kongamano chini ya viongozi wenu wa kitaifa na wa maparishi na wa matawi na sisi washirika wote matawi. Na washukuru sana kwa nafasi hiyo. Nashukuru pia viongozi wangu wa kitaifa. Kupata nafasi wote kuwepo ni muujiza mkubwa sana, kwa sababu tuna majukumu mengi. Leo tunambariki Mungu sana. Na kama jeshi la Bwana, hata tutakapomaliza mkirudi, basi mwakani mrudi hapa mkiwa na ushuhuda mkubwa. Kwa yale ambayo Mungu ametusaidia. Si ndio ndugu zangu? Kwa naomba taendeleza kidogo juu ya wivu. Wivu na madhara yake. Roho ya wivu ilianzia wapi? Kama hujakijua ama kama hujajua jambo, hauwezi ukalishughulikia jambo. Lakini ukilifahamu, hata kama lina madhara, hautapata madhara. Lakini kama lina madhara lakini hujui madhara yake, linaweza likakupatia madhara. Kwa hiyo, kwa kuwa tunajifunza sasa juu ya wivu na madhara yake, tutaanzia katika uumbaji wa Mungu aliyemuumba mwanadamu. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3, nawakaribisha wale wote wanaotufuatilia kwa njia ya mtandao na wale wanaotufuatilia kwa njia ya TV. Tuko live kwa ajili ya kongamano la wamama la kitaifa la kanisa letu la Grace Evangelical Church Tanzania, kwa kifupi GCT. Kongamano hili linalofanyika hapa makao makuu ya Grace Evangelical Church hapa Kisongo katika jiji la Arusha, Tanzania. Leo ikiwa ni siku ya pili. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 1 nasema, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, eti hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiyale wala msiyaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba
siku mtakayokula matunda ya mti huo, mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu ikitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia, uko wapi? Hii neno uko wapi maana yake nafasi. Nafasi. Tunapoongelea juu ya wivu na madhara yake, roho hii ililetwa ya wivu, ililetwa na nyoka. Shetani aliamua kumwingia mmoja wa wanyama ambao Mungu aliwaumba, kwa sababu nyoka aliumbwa na Mungu, si ni sawa? Biblia inasema alitumia nini? Alitumia werevu. Werevu ni nini? Ujanja, hila, udanganyifu, uongo. Lengo lake nini? Aliona wivu. Kwa vipi? Alijua Mungu amemuumba mwanadamu tena mzuri, anayefanana naye. Mungu alipoumba alisema tumuumbe mtu kwa sura na kwa mfano wetu. Kwa hiyo shetani aliona wivu kwamba Mungu amemuumba kiumbe anayefanana naye, na kwa sababu hiyo akaona wivu. Kwa nini naona wivu? Yeye amekosea, amefukuzwa mbinguni. Kwa hiyo akashawishi mnyama mojawapo ambaye Mungu alimuumba, anaitwa nyoka. Nyoka akakubali, akamwingia. Ndio maana tangu Agano la Kale, roho iwe ni ya nyoka, roho iwe ya Mungu, anaweza akaingia mnyama. Roho ya shetani ilimuingia nyoka. Tunaenda sawa? Roho wa Mungu alimuingia punda, akaongea. Si sawa? Tunaenda sawa? Sasa tunaona sababu yake kubwa. Tunaona kwamba shetani alifukuzwa mbinguni, hakutakiwa tena na Mungu. Kwa hiyo akajaa werevu, nitamkoseshaje mwanadamu huyu na Mungu? Akatumia werevu. Nikakwambia werevu ni ujanja, akili, uongo. Si ndio jamani? Ndio maana unaona wakati alipomwambia, tuliambiwa, mwanamke anamwambia matunda yote ya miti tunaambiwa tule, ila hili tusile, siku tukila tutakufa. Angalia, anasema hivi, Mungu alijua mkila mtafanana naye. Huo ni ukweli au ni uongo? Naona werevu. Lakini akiwa amejaa wivu, na wao wakosee, na wao wanadamu wao wamkasirikie Mungu wao, waachwe kama mimi nilivyoachwa. Nimeeleweka? Hiyo ni namba moja, wivu. Wivu ni kitu kibaya sana. Na kongamano hili wa mama, ukishajua madhara ya wivu, jiepushe na wivu, utabarikiwa sana. Maana wivu mwingi uko kwa wanawake.
Shetani ametumia tangu mwanzo, alimkamata mwanamke kwa sababu ya wivu. Sasa sio wote, lakini asilimia kubwa wivu uko kwa wamama. Ni roho ambayo iliachiliwa na shetani toka mwanzo, sio kwa mwanaume. Kwa nani? Kwa na mwanamke. Na hali, nisikilize vizuri, na hali ya kwamba wanajua hawa ni wana wa Mungu. Adamu na Eva ni wana wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo shetani hakuogopa mwana wa Mungu, akaenda kwa werevu huku akiwa amejaa wivu. Kosa la mwanamke ni hili hapa. Wakati mume anapewa maagizo na Mungu kwamba miti yote niliyokuwekea ya bustani kula na kuitunza, kuilima na kuitunza, ila huu mti usile, siku ukila utakufa hakika. Wakati Mungu anampa Adamu maagizo hayo, mwanamke alikuwepo? Mke wake alikuwepo? Hakuwepo, na wanda alikuwa bado hajaumbwa. Mwanzo sura ya 2, taka tuhakikisha maneno hayo. Mwanzo sura ya 2, tuanzia mstari wa 7. Unanisikiliza vizuri? Wewe nisikilize kwa njia ya kujifunza, usinisikilize kwa kunitangulia akili yako, ndio utaelewa. Haleluya. Bwana Mungu, mstari wa 7, sura ya 2 Mwanzo mstari wa 7. Tuone wakati mwanamume huyu anapewa maagizo, mke wake naye alikuwepo? Na kama mke hakuwepo, yeye amepata wapi kiherere ya kutangulia kwenda kujibu maswali ambayo ilikuwa hayapaswi yeye kuyajibu? Tunaenda sawa? Na kama ndio hivyo, kwa nini wewe mama ndani ya nyumba, ndani ya kanisa, kwa nini jambo likitokea wewe unawahi kujibu na umruhusu mwenye maono ya nyumba ni baba ni kichwa, si ndio? Kwa nini useme ngojea hili baba aje alijibu? Kwa nini wewe unajibu? Utanielewa polepole. Mstari wa 7 sura ya 2 Mwanzo anasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akamfanya mtu, si ndio? Akampulizia pumzi puani, pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Anaongea na mtu huyu. Tunaenda sawa? Twende tu. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi, katika mti, kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Ukatoka mto katika Edeni na kutilia maji bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika kuwa vichwa 4. Jina la kwanza ni Pishoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Havila, ambapo kuna dhahabu, na dhahabu ya nchi ile ni njema. Huko kuna bedola na vito na shohanu. Na jina la mto wa pili ni Gihoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Kushi. Sasa haya anaonyesha mito ilivyotokea, si ndio? Mstari wa 15, angalia, anasema Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, anaongea na mtu mmoja, akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu. Jamani, Kiswahili sinaeleweka? Hajasema hao watu, ni huyo. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Alafu mstari wa 18 ndio Mungu anaanzisha wazo la kumuumbia msaidizi. Si tunaenda sawa? Maana asema Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Wakati Eva anakuja kuumbwa, mwanamke anakuja kutolewa kwenye bavu, tayari mume ana maagizo yote. Tunaenda sawa? Tayari mume ana maagizo yote. Sasa swali langu ni kwamba wakati nyoka anakuja na mnyokea mwanamke, kwa nini hajamnyokea mwanaume mwenye maono aliyopewa na Mungu na sheria aliyopewa na Mungu? Alafu anamnyokea mwanamke
Anaanza kukusema ule mstari wa 3, anasema hivi, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, alimvizia mwanamke wakati yuko pembeni, hayuko na mume wake. Labda alienda kwenye kuni, labda alikuwa anachuma matunda, labda anachuma mboga, labda alikuwa anaangalia hivyo na hivyo, akamkuta huko. Ndio akaanzisha mlolongo wote wa uongo wake. Maana yake nini? Shetani aliona wivu, aliona namna ya kumkamata mtu ni yule ambaye amehadithiwa, sio huyu ambaye ameambiwa wazi. Kwa sababu Adamu alipewa maagizo na nani? Na Mungu. Na baada ya kupewa maagizo na Mungu, yeye ndiye alikuja kumweleza mke wake Mungu amesema nini. Si ni sawa? Sasa mke naye aliamini, lakini bila kuchukua tahadhari. Matokeo yake alipotokewa na nyoka, hakuona madhara. Yeye aliona ni kitu cha kawaida. Kumbe huyu jamaa anayemwendea ni yule ndio aliyefukuzwa mbinguni, ndio aliyekataliwa. Kwa hiyo na yeye ana uchungu, ana wivu, anataka na huyu mwanadamu akosee, ili atakapokosea shetani amshtaki, naye anaenda mbele ya Mungu akamwambia hivi, Bwana, wewe ulinishtaki, wewe ulinikataa kule mbinguni nilipokaa. Sasa huyu naye si amekukosea? Kama amekukosea, wewe unasemaje Mungu? Utakaa na mtu aliyekukosea? Mbona mimi nilikosea ukanifukuza? Unakuaje leo huyu? Lengo lake aharibu uumbaji wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo unaona wazi toka mwanzo, roho ya wivu ilimuingia nyoka, ikamfuata mwanamke. Ndio maana unaona asilimia kubwa ya wanawake ambao si wachaji wa Mungu na ambao wengine ni wachaji wa Mungu lakini hawajakombolewa, utaona wana wivu. Wivu wenye madhara, wivu ambao unatengeneza makundi, wivu wenye chuki, wivu ambayo akimwangalia hata mtu mwingine, hata mwanamke mwenzake, anaona kama anamdharau, anaona kama yeye hafai, huyu kama anafaa. Wivu. Na ni ndio njia ambayo shetani anaifanya ili kuliharibu kanisa la Mungu. Umeona kawimbo kalioimbwa hapa na watumishi wa Mungu hao? Kanaimba kazuri. Alafu mwisho asema wanawake ni jeshi, wanawake wanalea, wanawake wafanye, au mwisho asema tupendane. Shetani atakagi watu wapendane. Ukienda tu kufanya usafi kanisani, anajifanya wa kiroho. Hawaongei lakini wanaongea ndani kwa wivu wa nyoka. Ukimwona mwenzako amevaa vizuri, sema ndio anajipitisha kwa mume wangu ili amuone. Haongei lakini iko ndani kwa shughuli. Ingekuwaga moyo wa mtu unapigwa picha, alafu unavyoongea ndani unaovizia moyo. Saa hiyo mtu anapita, kadada kanapita kwa pasta, kanapita kwa mzee wa kanisa, alafu kanapita mke wake naye yupo, kanapita. Kamependeza, kameumbwa hivyo. Unajua mama kama hawajaumbwa vizuri, nani anamtaka? Ni sawa si sawa? Kama wangepewa sauti nzito kama ya katibu mkuu hapo, nani atamtaka? Wangepewa sauti kama ya katibu mtendaji, nani atamtaka? Utasikia haleluya, haleluya. Nani atakaa na mwanamke yuko haleluya, haleluya? Wanapewa visauti vinyororo mpaka unamchungulia. Baba, kwani kuna shida gani? Na wanasema unameza fundo la mate. Nasema jamani, Mungu naye. Sasa shida moja, roho ya wivu. Shetani anatafuta nini? Anatafuta Mungu asiweke makao ndani ya moyo wa mtu. Linda sana moyo wako kuliko vyote ufanya hivi ulindavyo. Maana ndani ya moyo ndiko zitokazo nini ndugu zangu? Chemchemi za uzima. Mungu akitaka kuachilia baraka, vipawa, karama, uonaji, maombi na kila kitu na maono, anafikiria kwenye nini? Kwenye moyo, sio kwenye akili. Shetani akitaka kuharibu anakuja kwenye akili. Leo
haji nyoka kama nyoka unayemuona nyoka huyo nyoka. Jamani nyoka. Anasema salama. Vipi anko? Mambo. Nataka niongee na wewe. Leo nyoka haji. Leo ile roho ambayo imemwingia nyoka inakuja kwenye fahamu. Inakuja kwenye akili. Inaanza kukuuliza maswali kama ambavyo ilikuwa inamuuliza Eva maswali. Inamuuliza, naambia hivi, huyu dada anayesimama na mume wangu, huyu dada anayesimama na shemasi wangu, hivi unamwonaje? Hivi hapo kweli anaongea mambo ya kiroho au anajiuza? Hiyo inakuuliza hapa. Sawa Nasema ngoja, mbona anacheka? Unajua watoto wa kike hata wamama si wanafurahi jamani. Yuko kwa mtumishi, yuko kwa mtu wa heshima, si lazima naye amuonyeshe. Hawezi kwenda kama soja. Ndio. Tunafanya hivyo. Biblia inasema wana amani nyingi waipendao sheria ya Bwana. Si ni sawa? Kwa hiyo akisimama na kijana, akisimama na mtakatifu, akisimama na shemasi, akisimama na mzee wa kanisa, na ni mke wa mtu, na huyu ni mke wa mtu, ni mume wa mtu, anajua huyu ni nani, nafasi yake. Kwa hiyo akienda hawezi kwenda kama bubu. Ataenda, Bwana asifie, nilikuwa naomba unisaidie jambo hili, na nilikuwa naulizia hivi na hivi. Unaona watu wanacheka. Wewe ambaye unanyoka unaanza sema muda wote wanafanya nini? Mbona mimi akija huko anichekei kama anavyocheka huyo? Sasa haongei. Shetani anamuuliza huko, wewe unaonaje? Na wewe unasema hata sijaelewa. Shetani anambia, hebu sogea uelewe. Hebu sogea uelewe. Hebu angalia anavyocheka. Ukimpeana mkono namna hii, anasema hivi anapeana au amepiga sasa? Anasema amepiga mkono. Wanapigaje mkono 5? Eti kula 5. Na wakati huo amepeana tu mkono, yeye anasema umekula 5. Alafu hiyo imepita, kesho naye anakuja tena. Unakuta labda mama fulani, hebu njoo. Anasema unaona anamuita tena. Wanaongea nini? Yaani shetani anapiga kelele hapa, nasema sasa lakini si ni kanisa tu, si watakatifu. Hamna cha utakatifu hapa, kuna jambo lao hapa. Wewe unaonaje? Na ukishasema ni kweli, umekubali, shetani anashuka kwenye moyo. Anakuja mahali vipawa vipo, utu wema upo, baraka zipo, anakaa nje. Ukienda kulala, anageuza ulimwengu wako wa roho. Unamuona yule mtu uliokuwa unamwaza vibaya. Nani anamleta? Shetani anajigeuza saa hiyo katika ulimwengu wa roho kama malaika wa nuru. Amejigeuzaje hapo? Si alikuwa anatafuta njia yako ya ulimwengu wa roho. Ukikubali mtu apite kwenye geti yako, si atapita. Ukikataa, si ataondoka. Kwa hiyo geti yako ni ufahamu wako. Biblia inasema hivi, kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme, mamlaka, wakuu wa giza, ili majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Na Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 mpaka wa 5 anasema hivi, ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita vyetu kwa jinsi ya mwili. Maana vita vyetu vina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Anasema hata kuangusha ngome. Kuangusha ngome maanake. Alafu mstari wa 5 anasema tukiangusha mawazo. Naangushaje mawazo yangu? Mmejiuliza? Anasema tukiangusha ngome. Alafu anafafanua anasema tukiangusha mawazo na kila kitu kijinuacho juu ya elimu ya Mungu. Maana yake nini? Maana yake chochote unachotafsiriwa ambacho si cha kimungu, unamkaribisha shetani kwenye moyo wako. Shetani anaanzaga na wivu. Ni kama anakuonyesha kama sio nzuri. Mwisho unakuta unakuwa na wivu ukiona mtu. Ni roho ile tayari imeshakaa ndani. Nilikuambia asubuhi namna hii. Mtu mwenye wivu hata kama amenyamaza namna hii, inateketeza ndani. Hata kama anaongea, inateketeza ndani. Nimeelekeza? Nimeeleweka? Nimeeleweka kitu nimesema? Nimeeleweka? Kwa hiyo alikuwa anasema hivi, ukiangalia watu wengi hawaongei, lakini wanateketea ndani kwa ndani. Mungu anachotaka, anataka uwe safi kwenye moyo.
Usiambiwe kitu kakishika huko kama cha kwako. Kama hujakithibitisha usikiingize huku ndani, maana kitaua vitu ambavyo Mungu alitaka vitokee katika maisha yako. Wangapi wanaelewa kitu nasema? Chachu kidogo inafanyaje ndugu zangu? Watu wengi pia kwa sababu ya wivu, ni kama ambavyo shetani nyoka akamwendea Eva, akampa chachu, akampa tu chachu, akamwambia hiyo kila mtafanana na Mungu. Ningekuwepo mimi ningemwambia sina wewe utafune ili ufanane na Mungu. Sasa nimwambia kila utafanana na Mungu, utajua mema na mabaya. Sina wewe ule. Kwa nini unachochea wengine? Angalia, watu wenye roho ya wivu mbaya, maana kuna wivu mzuri, si ndio? Mimi nikiona umejenga nyumba yako nzuri namna hii, tatafuta yule fundi namwambia hebu boresha zaidi iwe nzuri kuliko hii, si ndio? Ule ni wivu mzuri wa maendeleo, ushindani mzuri wa nini ndugu zangu? Wa maendeleo. Umependa mwenzako alivyofanikiwa hivi, na wewe Mungu akikufanikisha unatamani iwe bora zaidi, na yeye akiona atafanya kitu kingine bora zaidi, unakuta maendeleo. Lakini unakuta una wivu. Mwenye wivu hataki maendeleo, mwenye wivu anataka akuue ili yeye abaki mwenyewe. Umenielewa? Mwenye wivu anataka atengeneze makundi aje akuvamia akuibie ubaki maskini ili afanikiwe. Umenielewa tunasema? Ni wivu wa shetani. Ndio maana mwenye wivu hata shuleni kwa watoto wetu, wewe angalia mtoto wako kama ni kichwa, sema kama ni kichwa. Manake ana brain zake ziko vizuri, anasoma vizuri. Watoto wa maagenti wakishajua huyu anashikaga namba 1 ama namba 2, wanaunganishiwa huko. Wanasema mpelekea hata hii tunda, mpelekea hata hii zawadi, mpelekea hata hii pipi. Mtoto akila ile pipi, ile biskuti kama wenzake, kumbe watoto wa agent akishapewa wanachukua ufahamu wake. Kutoka hapo mtoto wako anaanza kuwa zero. Umesikia hiyo kitu? Kwa nini? Wivu. Kwa nini wa fulani? Kwa nini? Imeendeka mpaka makanisani. Wewe tumiwa na Mungu kidogo tu. Tumiwa tu kidogo. Wewe pata neema tu na kanisa lako kidogo. Wewe pata neema tu na mji wako kidogo. Pata neema tu na watoto wako vizuri kidogo. Hata ndugu zako watakaa kinyume na wewe. Kwa nini? Wewe ukitaka kufaulu usiwaangalie kwa macho ya kibinadamu, angalia kwa macho ya kiroho. Utaona roho ya wivu imewaingia pasipo kujua. Neno moja tu naweza kulisema, wakaligeuza. Watakutukana usiku na mchana, watakunena vibaya. Lengo lao nini? Ili na wao vurugikiwe njia yako ya ulimwengu wa roho, ili adui aje akae. Wivu mbaya. Nawaomba ninyi wa mama wa Grace, kwa kuwa mnasikiliza mafundisho haya, ninakuomba chonde, hata ukiona mpagani amefanikiwa hapo jirani yako, we mshukuru Mungu. Mwambie aliyemfanikisha huyu na ana akili na ana masikio mawili kama mimi, tena mimi ni mcha Mungu, nitafanya na Mungu atanizidisha zaidi ya hao. Lakini ukiwa na wivu, na kuambia huwezi kusogea. Nilikuambia asubuhi, wivu unaua vipawa, unaua karama, unaua ndoa, unaua familia, unaua kanisa. Utaona kanisa, ukitaka kujua shetani ameingia kanisani, unaona wamekaa wawili, na huyu watatu, huyu wanne. Sasa uje ukute labda huyu wanachukiana na huyu. Natoa mfano, nyie hamchukiani, mchukiana na huyu. Wamegombana huko. Kuna namna wamepatiana tafsiri ambayo sio. Angalia, akija kanisani watakaa hapa pamoja hivi. Shemasi anamwambia, jamani njoo, kuna nafasi hapa. Akifika hapo anamuona shetani wake. Akimuona anasema, kaa hapo. Na huyu naye akija anamuona nani? Anasema, kumbe Balabu yuko hapa. Kwa hiyo kama alikuwa mnaabudu, sema Nina, amka basi, amka na wewe twende. Alafu sasa hiyo tunaabudu. Si umemwona shetani wako hapa?
ulipangwa na shemasi. Nina kuabudu. Shetani yuko hapo. Baba nina kuabudu, nina kuabudu. Hapa ndio anaona ana amani. Shetani amemwacha huko. Njoo mama, wewe huna shetani. Nimefuta kwa jina la Yesu. Wangapi wameelewa? Jamani, iko au hakuna? Sasa fikiri. Mtu huyu, Biblia inasema hivi, unapokwenda kutoa sadaka yako, ukakumbuka ya kwamba una jambo na mtu fulani. Biblia inasema acha sadaka yako, ondoka, nenda ukapatane na mshtaki wako. Mkimalizana kushtakiana, yale maneno bwana yaishe. Unajua mimi nilipata tafsiri mbaya siku ile, kwa sababu fulani aliniambia 1 2 3, au bwana nimeambiwa na mtu lakini siwezi kumsema isije kaona na kuchongea, lakini kama kauli hii kweli haijatoka kwako basi yaishe. Na yasema mimi kweli sijatoa hiyo kauli, basi yaishe. Mungu akubariki. Akubariki mtakatifu mwenzangu. Akubariki sana. Sasa unakuja sasa kutoa sadaka. Sasa hiyo sadaka ina maana yake hata ukikutana unaondoka kwenda kutoa sadaka wote. Ainuliwe Bwana wa mabwana, mnafuatana. Haleluya, mnainuliwe, mnatoa na sadaka. Naye anatoa sadaka. Hata kama amekaa nyuma, lakini hakuna shida ndani ya nini? Ya Mungu. Kutoka hapo na kuambia vipaji, vipawa, karama, nguvu, huduma zinasonga mbele. Wangapi wameelewa kitu nimesema? Nataka niwaambie ndugu zangu, Mungu anaangalia msingi wa neno lake. Watu watakuchukia sana, wewe usishiriki njia hizo. Watakuonea sana, wewe usishiriki njia hizo. Maana wanachotafuta shetani, wao wanaweza wasijue kama wanakutesa ili wakuondoe kwenye njia ya ulimwengu wa roho. Shetani ndio anajua, anawawekea chuki, anawawekea kutokupatana. Achana na watu, hao ni wanadamu. Hata kama wanamjua Mungu, ni wanadamu. Aliyekuokoa sio wao, ni Yesu wa Nazareti, aliyemwaga damu yake msalabani. Mimi nimeona watu wameudhiana kanisani, badala kutengeneza. Mtu anahama kanisa, mtu anachukia, anakimbia. Kwani wewe ulimwaga damu yako msalabani? Hakuna. Nakwambia tutabanana humo kama watu wa Sinza. Siondoki. Hata wakiniuzi hao wote, mimi nitaendelea kuwapenda, siondoki Grace. Nang'ang'ana nao hapa. Tano kiniuzi, mimi sikuangalia, mimi nitakuombea. Kama unataka nikuombee baraka, wewe niumize moyo. Wewe niumize. Wewe niseme vibaya, nitakuombea baraka. Kwa nini? Nataka njia yangu ya ulimwengu wa roho isiharibiwe. Na isipoharibiwa, utanipigia saluti baada ya muda. Ninapita kama ndege navyopita angani. Sema amina kama unanielewa. Haleluya. Ina gharama lakini inafanyaje? Lazima uelewe vitu kama hivi. Usipovielewa, utakuwa Kristo wako unaweza ukapotezwa njiani. Mimi sio Mkristo kwa sababu kuna watu wananitia moyo. Mimi ni Mkristo kwa sababu nampenda Yesu aliyemwaga damu yake msalabani. Sina tegemeo lingine ila ni yeye. Si mimi naishi tena, ni Kristo ndani yangu. Ninamtegemea kutoka rohoni mwangu kuliko ninavyotegemea kitu chochote. Haleluya. Ukiniumiza moyo, mimi nakwambia unanipa kazi ya kusogea mbele za Mungu. Naenda kuanguka huko miguuni pa Mungu na kwenye chumba changu cha ndani. Na Biblia sema yeye aonaye sirini atakujazi. Sasa hiyo nalia, namwambia Baba, sio kwamba namhukumu mtu fulani, lakini angalia maneno yake. Natandaza waraka. Natandaza waraka kama mtumishi wa Mungu aliyetandaza waraka wakati wanatukanwa na Senkeribu mfalme wa Ashuru. Alikuwa anaitwa Hezekia.
Ezekiel ambaye alikuwa ni mfalme akamwita nabii anaitwa Isaya nabii, wakachukua ule waraka wa matusi. Hawakwenda kumlaani, walikwenda kutandaza mbele za Bwana. Wakamwambia Mungu, angalia watu wako, sijui imekuwaje, sisi hatujawachokoza, lakini angalia matisho yao, angalia wamesema wanakuja kuharibu maboma yao, angalia wanakuja kuharibu njia zetu. Mungu utafanyaje kwa ajili ya jina lako? Wakatandaza waraka. Sikiliza, mtu akikuumiza, tandaza waraka, mwambie Baba, na mwombea mtu huyu baraka, na nena mbele yako. Si ujaribu uone kama hujatofautishwa. Mungu anatafuta kutofautisha watu. Natandaza waraka. Nilikuambia ndugu yetu moja, siwezi msema, na mke wangu, wakati Mungu anaanza kutafuta kutuinua viwango kwa ajili ya wito aliotuitia, akainua mtu wa karibu, na mtu wa karibu anaumiza wewe. Afadhali utukano na mlevi pembeni huko, maana utasema sililevi tu li shetani. Mtu wa karibu, Armageddon wewe achaba. Tena anaumba, anasema, na alikuwa na kibali na watu, kuna kazi zake anafanya, watu wanakuwa wengi, alafu anasema, mnasema nini? Maana sasa hiyo watu wasema, jamani, kuna mtu anaombea watu hapo, kanisa lake ni zuri, watu wake ni wazuri. Anasema nani? Nani? Huyo ni mtu wetu. Huyo ni nani? Fulani, ni fulani. Ni ndugu yetu kabisa. Yaani na nyinyi mnajua kudanganywa. Nini? Unajua kimwambia mtu unajua kudanganywa, anavuta masikio. Wewe waambie wa Afrika, wa Tanzania hivi. Waambie hivi. Jamani, unaona kwenye hayo mabua pale kuna mabua, kuna kitu kibaya. Msiende hapo. Nini? Hapo. Nini mbaya? Kweli mbaya. Mbaya basi wanaondoka. Akili zao naambia hebu wewe nenda. Ukishaenda zako angalia. Wako kama nyani. Nyani wenye shamba anaangalia. Wanasema ameondoka, wanaondoka wawili, asema hebu wewe pita hivi. Wamesema mbaya lengo lao mpaka waone mbaya. Haleluya. Wao hujajua wenye wivu ndio ambao wanauana. Leo hapa mpaka hata watumishi. Mimi niliwahi kuona watumishi ambao wamepewa sumu. Sasa nikuulize, hiyo ni wivu au ni nini? Mpaka unampa mtu sumu, inamla polepole mpaka anakufa. Maana yake ni wivu wa shetani. Kwa nini yeye afanikiwe? Kwa nini yeye? Basi ninawaomba wana wa Mungu, wamama, ninyi ndio mnaolea. Tumesikia wimbo, na kweli nyie mnalea. Hata mhubiri unayemuona mbele yetu, hata unaona maaskofu, makatibu wakuu, tulilelewa na wamama. Ni sawa, si sawa? Hata na wewe ulilelewa na mama, si ni sawa? Ninawasihi kwa jina la Yesu, ukashinde roho ya wivu. Utafanikiwa na kizazi chako. Ukiona mtu amefanikiwa, hata kama ni kidogo, mtie moyo. Hata kama ni mshirika. Nimeona kanisani kwetu mtu amekuja kushuhudia, kuna watu wana nyumba, wana magari, wana kampuni, yaani nyumba kwao sio shida. Si ni sawa? Si ni Mungu amewafikisha hapo? Lakini anasimama mshirika mmoja ambaye alikuwa anapita pagumu, anasema, Bwana asifiwe, namshukuru Mungu, asante askofu kwa kutuombea, asante mchungaji Laki, asante mama askofu, asante wazee wa kanisa, asante mashemasi, mmeniombea wanazoni, na mimi nimepata miguu 10 kwa 15 ya kiwanja. Unajua narukaruka, nafurahi. Lakini mtu ambaye ana wivu yuko hapo, yeye ana magari, ana manyumba, hatui hata gari la kupanda na nyumba. Anasema hii naye ni kitu cha kushuhudia. Eti naye anashuhudia, alafu anaondoka, anaacha shilingi 2,000 hapo. Eti asante Mungu, anaacha 2,000.
Wanamwangalia kama hana akili nzuri. Na mimi nikiwaangalia na mimi nawaona kama hawana akili nzuri. Sema amina kama unanielewa Bwana. Kwa Mungu huko juu ni kuelewa tu sheria yake. Mungu anakuinulia mtu ambaye hutaamini. Hutaamini. Anasema nami nimepata baba, nilikuwa sina, nimepangisha muda mrefu, lakini na sisi tumepata miguu. Namrudia, miguu mingapi? Miguu 10. Na mimi miguu 10 kwa 15 baba. Kiwanja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hapa. Kwa 15 baba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 na 5 hapa. Haya, fanya hivi. Kiwanja. Nami nimepata baba. Mtu ambaye ana maeka, ana mashamba, ana magari, ana miradi, anaona unapoteza muda. Lakini hata mtu ambaye ana magari, ana manyumba, ana mahoteli, ana nini, anajua Mungu amemtoa wapi, ana appreciate hilo jambo. Na mtia moyo, naambia Mungu akubariki. Maana najua na huyu safari yake imeanza. Na safari yake inaanza vizuri na vizazi vyao. Sema amina kama unanielewa. Ngoja nikwambie bwana. Wakati mimi bado sijabarikiwa, nilikuwa naangalia kuangalia TV kwenye nyumba za watu. Naenda kuangalia TV kwenye nyumba za watu. Pale TPRI kulikuwa na mzee wetu wa kanisa. Anaitwa marehemu Mbeho, Charles Mbeho. Sasa hivi alishafariki. Kuna mambo yalitokea akafariki, akasema na familia yake sema utaenda kumzika. Ndio mara ya kwanza naenda kuzika mtu Mpwapwa, mkoa wa Dodoma. Tulikuwa tunaenda akatuweka huru. Na bwana mmoja anaitwa Amos. Tunaenda kwa kombe la dunia kama sasa hivi. Miaka hiyo tunaenda kukaa. Wao wanalala na mke wake, mtoto. Asema ndugu, niendeleeni tu, hamna shida. Na mimi bila aibu nakaa kwa mtu tu. Mungu nisamehe. Uwe na kiasi. Sio nakaa kwa watu mpaka eti mchungaji, nyinyi mnakaa kwa watu mpaka wanasema tunaenda kulala. Unaona mtu anapiga huko haleluya. Unajua hata ushuhuda wa juzi ilikuwa hale. Usiku umeingia, ondoka kwa watu wakalale. Mimi sitaki watumishi wa namna hiyo. Mimi nilikoseshwa, sitaki kukosea tena. Mtumishi wangu alikuwa ananichukua jioni, mke wangu ni shahidi. Mimi ilikuwa nafanya kazi ya jua kali. Napendeza baisikeli yangu, nafanya kazi. Nikimaliza napeleka madramu ya watu. Wanaletea madramu ya kufunga nani, wanaochemshia mbinyo. Unajua mbinyo? Unajua mbinyo tae? Yale mapipa ya kuchemshia gongo. Huku hapa wanaita, ukipita Kisongo mbele yake kidogo Uswahilini pale, kwenda hivi wanaita Matevezi. Wananijua kama shilingi 50. Na mimi ndio nilikuwa fundi wao kabla sijaokoka. Pipa likiisha huko, kwa sababu moto ni mkali unaochemsha gongo, wananiletea mimi hapo Ngaramtoni. Mimi naenda kiwanda cha daraja 2 hapo, kiwanda cha sabuni sio cha nani hapo. Kuna viwanda hapo. Wanaleta yale material yao. Sasa wakikata vifuniko, mimi nataka vifuniko. Wananiuzia bei ya choo, nafunga hapa kwenye baisikeli Ngaramtoni. Nikifunga kwa siku nafunga madramu 5. Na kila dramu shilingi 3,000 kipindi hicho. Napata hela. Shetani anakupa mlango wa hela, lakini utoki uendi kwa Mungu. Ndio maana Mungu akaja akanitokea kama moto. Akasema huyu jamaa vinginevyo simpati. Sijui shetani alinifundisha ujuzi gani. Unajua unafunga dramu ambao unaweka mbinyo namna hii, gongo na haivuji. Nimwambia Mungu, futa hiyo kabisa. Futa kabisa Mungu wangu. Hello. Ninaeleweka wana wa Mungu?
Kwa hiyo yule uongo mbaya unaua. Yule ndugu yetu akawa anasema, "Nyie mnajua nini? Hamumjui. Huyo anaitwa Libariki Sumbe. Na mke wake ni ndugu zangu." Kwa hiyo kaambia, "Wewe hujui. Siniwaambie siri, tuambie. Nendeni kwenye baa ya KB pale Kibaoni." Na ile baa ilikuwa inavuma kipindi hicho. Nenda hapo saa 1:01. Ukimkosa saa 1, subiri na nusu. Anakuja, ameshaweka oda ya nyama, anakaa hapo kana kunywa bia. Sadaka zenu ananywa bia. Watu wasema, kweli. Sema, na wakiangalia ni ndugu kweli, wasema. Watu wakaanza. Siku ya kwanza wakaja pole pole. Sasa hiyo nakuja kuambiwa baadaye. Wakachunguza, siku ya kwanza hawanioni. Siku ya pili hawanioni. Wakakaa siku ya 3 ya 4 wanaenda hawanioni. Ya 5 ya 7 wiki hawanioni. Baadaye wanakuja kuniuliza. Mtu mmoja akawa na ujasiri, "Eti bwana pastor wewe, hebu niambie bwana. Sisi tunakufahamu hata kabla hujaokoka." Naambia ndio. "Wewe ulikuwa rafiki yetu na tutengenezea mbinyo hapa bwana. Tengeneza madramu. Hivi tukuulize kweli. Hivi wewe unataka kunywa bia hapo na kula nyama ya nani hapo?" Nikamwambia mimi Nikamwambia mimi bwana nimeokoka. Tangu nimeokoka wewe niambie dhambi yangu ni ipi, usinisingizie. Akasema tumeambiwa na fulani na fulani. Nikamwambia kwani mna chuki gani naye huyo? Nikamwambia sina chuki naye. Kwani anakusingizia mambo mabaya? Nikamwambia anisingizia, ananipandisha promotion. Nakwambia niliwajibu hivyo. Nikamwambia ananipandisha promotion na kunizuilia. Kutoka hapo watu wakaniamini wengi kuliko ambavyo asingeongea nisingeaminiwa namna hii. Haleluya. Wangapi wameelewa kitu nasema? Nataka niwaambie wana wa Mungu, kwa sababu watu wakishaambiwa, wakifundishwa neno la Mungu, unaweza ukaamua kushika au kuacha, lakini Mungu hautamlaumu. Ndugu zangu kwenye wokovu lazima uelewe misingi. Mungu hajagi na huruma kama bibi zetu waliowazaa baba au waliomzaa mama. Maana wale ni bibi, wanasemaga shamba la bibi. Ukienda tu mtu yoyote, iwe ni shambani unachukua, iwe ni nini kwenye kikapu unachukua, maana ni kwa bibi. Na wewe ni mjukuu. Kwa Mungu haiko hivyo. Mungu anaangalia neno lake. Mnanielewa kinasema? Kwa Mungu anataka usimame, ujisimamie. Utegemee madhabahu mahali Mungu amekuunganisha. Kuna watu wengine ambao wameokoka, alafu wakatoka wanakuja pale kwenye madhabahu yako, hawataki kukuamini kama pasta, wanataka kujitawala. Sikiliza, utawala huo haupo. Ndio maana Mungu amechagua huduma 5. Moja wapo ni ya mchungaji, moja wapo ni ya mitume, manabii, walimu, wachungaji, wainjilisti. Mungu ndio amechagua. Alafu anataka roho za watu zikae hapo ili zilelewe kama anavyotaka. Lakini unakuta watu wengine wanaenda hapo ni wasumbufu kwenye kanisa. Kanataka kenyewe kawe kajogoo eti kwa sababu ana nyumba moja, kwa sababu ana kahela, kwa sababu wewe mbingu haiwezi kukujali, unaweza kaibika. Tena ukiwa kanisani, ukiwa una mali, ukiwa una nafasi, ukiwa na heshima, unatakiwa uwe mnyenyekevu. Wacha watu wenyewe ndio wakuseme. Unasema unaona huyo baba fulani na mke wake, hao watu wana neema bwana. Mungu anawasaidia kwa shughuli zao. Wewe kuwa mpole. Na mtu akifanikiwa mpende, mtie moyo. Lakini sio kwamba mtu amefanikiwa kila kitu unamtaka yetu. Nisaidie. Unamgeuza. Biblia inasema amelaaniwa mwanadamu, mtu amtegemee mwanadamu ambaye ndani ya moyo wake amemwacha Bwana. Wangapi ni wanavuka Yordani hapa? Wangapi ni wanavuka Yordani hapa? Ndio. Ngoja niwaambie siri yake. Hawa watu ni wakubwa. Wana uwezo wao, wana mali zao, na wengine wako maskini. Wengine wana nafasi ya juu, wengine chini, wengine wamesoma sana, wengine hivyo, wengine wana nafasi mbalimbali. Lakini waulizeni, kama nimeenda kukopa hela ya mtu, sijipendekezi kwao. Najipendekeza kwa Mungu, alafu Mungu anakuwa nao.
Unasema kwa sababu sasa, sio sasa, tangu mwanzo nimeweka huo msingi, kwa sababu usipomsikiliza Mungu utawategemea wanadamu na watakusaidia, hautanyosha injili. Na usiponyosha injili, watu watauawa na shetani, vipawa na karama na huduma vitaharibiwa, mnabaki kama SACCOS. Na mimi sitaki huduma ya Mungu ibaki kama SACCOS. Nataka nikimwita Mungu akutane na haja za mioyo yao. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni wakili wa Mungu, sio wakili wa wanadamu. Ni wakili wa Mungu, Mungu mwenye wanadamu. Unanielewa? Kila mtu angetamani amuone Askofu Sume nyumbani kwake. Na mimi natamani, lakini Mungu ameniguide, ananiwekea ulinzi, ananiambia hapana, ukienda kwa huyu na huyu na huyu usipoenda, ukienda kwa huyu na huyu usipoenda. Wewe si mshirika? Nimekuja kwako. Una miaka mingapi? Miaka 3. Sijui hata nyumbani kwake, lakini mshirika. Wana vina wachukia na wapenda kuliko kama perebende. Na wao wanajua. Si waulize. Na wao wanajua na wapenda. Ila Mungu akinipa maonyo ya kuwaonya, siwaangalii sura zao. Na kaa juu namna hii, ili wakipona na mimi nainuliwa juu na wao wanainuliwa juu. Sema amina kama unanielewa. Watu wengi wameharibu huduma kwa sababu wanataka kwa watu wawapendeze. Mungu anawaambia onya, wao wanasema lakini tutaonya kwa hekima. Haleluya. Unajua hata mkikosea mtubu polepole jamani. Haleluya. Haleluya. Nini mikate yangu? Nini supu niliyokupa juzi? Nini ile t-shirt? Nini ile sokisi? Kwenda na sokisi zako. Hata kama umenipa sokisi jana, umenipa 100,000 jana, Mungu akinipa ujumbe hutaamini. Nitapita katikati yako. Sema amina kama unanielewa. Na nakwambia hautakufa hakika. Hautakufa kiroho. Kama sijafa kiroho, hauwezi kufa kiroho. Na hilo shetani anachukia sana Bishop. Anachukia. Utakufaje kiroho wakati mimi sijafa kiroho? Shetani anachukia sana. Anatamani ujipendekeze, usiwaambie watu ukweli. Kwa nini? Na watu wanakupenda, watakupa kila kitu. Watakupa. Kwani wakinipa si wanampa kwa niaba ya Mungu? Si ili wabarikiwe. Si ndio wana wa Mungu? Lakini siwe mtego wa kukunasa nafsi yako. Na mimi nikibarikiwa na kubariki kadri Mungu anavyonisaidia, na wabariki watu wengi. Lakini isiwe mtego eti ndio nimekunasa nafsi yako, ili nikikupigia tu halo, niko hapa baba askofu, niko hapa, nakuja sasa hivi ofisini kwako, eti tunajifungia ofisi nguu, niko na wewe wawili. Si una balaa ya majipu. Unakaa na mke wa mtu kwenye ofisi wawili, eti mnaongea mambo ya kiroho, unamsaidia kiroho. Wawili ofisini. Koja Luka nije kukuona kama sijaja kama Morani. Nikikaa na mke wa mtu, mke wangu awepo hapo. Kama mke wangu hayupo, lazima wazee wawili wawipo wa kanisa na mwanamke mmoja au wawili. Tunatengeneza, unakuwa ushuhuda. Biblia inasema wala msimpe ibilisi nini ndugu zangu? Nafasi. Vitu vidogo vidogo tu vitakuchafua. Vitakuchafua. Wacha watu wanaweza wasikuelewe haraka. Wanaweza wasikuelewe haraka. Wacha wasikuelewe. Mungu akikuelewa, Mungu mwenye watu atawafundisha pole pole. Mwisho watakuja kusema, kumbe tuna jembe Ulaya hapa. Kumbe tuna chombo kizuri. Kumbe tuna wakili wa Mungu. Sema amina. Sikiliza, Mungu akimlinda mtumishi wake madhabahuni, anakulinda na wewe uliyejijoin naye. Wewe ambao ni mshirika. Mungu asipomlinda mtumishi wake, sikiliza, hata wewe hautakuwa salama. Sasa nisipokosea, wewe utakuwa salama. Nikikosea, kanisa linakuwa haliko salama. Haleluya. Ndio maana nilitoa mfano ule, lakini msingi ule niliupata kwa baba yangu. Wakati ananiambia,
Sumbe, inuka mama. Inuka mtumishi wa Mungu. Sumbe, usiogope mwanangu. Hata kama unapita sasa, sijui alijua. Nafikiri roho wa Mungu. Nilikuwa napita pagumu jamani. Utoke Ngaramtoni na tembea paka kwa mrefu. Alafu uje utoke kwa mrefu tembea paka Ngaramtoni. Alafu utaki kukosa vikao. Natembea nafikiri leo hapa nitapewa noti. Asema Sumbe, hata kama unapita magumu, usiogope bwana. Utabarikiwa bwana. Unasikia Sumbe? Kaambia ndio. Utabarikiwa. Anaenda. Leo hii na mimi nikikutanaga hata na huyu unaona nampigaga hivi. Usiogope, Mungu akubariki. Ni mama wa watu nampiga. Nikikutana na mtumishi unaona napiga. Nikikutana na dada wa mtu unaona napiga. Wangapi wameninoti hayo mambo? Wengine walikuwa wasema anapiga watoto wa kike namna hii, akakuta na wa kiume na wapiga. Akuta na wamama na wapiga. Nakuta waume za watu na wapiga. Wakajua huyu kumbe ni baba tu, ni baba. Mpea makofi kama unanielewa. Lakini usiige. Wewe pewa la kwako automatically. Utaenjoy maisha bwana. Utakaa vizuri bwana. Nataka mwakani ukija, wengine ambao wamefikia kiwango fulani, unaendesha kagari kako mama. Unakwenda vizuri bwana. Sema amina kama unanielewa. Ukiwa umebarikiwa, unalala kwenye nyumba nzuri. Naambia jamani, historia inasema nilipokuja kwenye kongamano ilikuwa nalala hapo ndani ya kanisa. Tunalala tunaomba. Lakini Mungu leo amekuinua juu kidogo. Unakuja unaomba hapa mpaka saa 1 saa 2. Unaondoka unaenda kwenye lodge, unaenda kwenye hoteli, unaenda hapo, unakula vizuri. Sema amina wewe. Sijui kama wameelewa. Hivi wameelewa hawa? Hivi umeelewa kweli? Umeelewa? Hey! Sema amina kama nani. Mbingu sio za dini fulani. Wewe wacha kukaa mnyonge eti kwa sababu nina miaka 50 sasa, na miaka 40 baba, na miaka 50, na miaka 60. Alafu unaniona ni wa 70. Alafu ndio siwe na raha na Mungu. Unataka ukapate raha mbinguni. Wewe wacha ushamba bwana. Nataka ustawi. Ukae mkao. Biblia inasema Bwana akiwa upande wetu, sema Bwana Yesu akiwa upande wangu, umaskini unaondoka, fujo zinaondoka. Wana kaga mnyonge tu uko namna kama imbeni sifa, imbeni nyimbo za Bwana. Unakumbukia tu siku nikifa msalaba mbele, dunia ndio naiacha jamani. Oh, Yesu nisaidia baba yangu. Yesu asema umetoa wapi hii alama hii? Nataka ustawi. Mungu aliniambia miaka ya nyuma. Sijui kama yuko Profesa Hulda hapa. Hayupo. Na wengine wengi walikuja wamekwisha, mauti zinawasumbua. Alafu mtumishi mmoja akamwona akaambia, alikuwa amevaa vinguo viko huko nusu uchi. Watu wa dunia huko wamepigwa. Shemasi mmoja akao mkazi, anamkazi, anavaa kitu gani? Analetea huni hapa. Atoke kabisa. Nikasikia. Nikamuita yule shemasi kaambia njoo. Nikamwambia wewe ndio umekuwa mkuu wa dini hapa au ni mtendakazi hapa? Asema ni mtendakazi. Nikamwambia mamlaka ya kukagua nguo za watu yametoka wapi? Kwani unamwaibisha mtu? Ulimwalika wewe? Hapana. Nikamwambia naomba usirudie. Sawa? Akasema nimekosea, sitarudia. Nikamwambia kwa kuwa umesema umekosea hutarudia, ngoja nikufundishe. Yesu anasema njooni wote msumbukao na kulemewa na mizigo. Alafu Yesu anasema mimi nitawapumzisha. Sasa wewe umeona haka kavazi hapa, hujaona moyo umebeba nini? Ngoja moyo wake upone, alafu utaona na mavazi yatalefuka mpaka hapa.
Watu wengi wamefundisha juu ya mavazi huku, wakati mioyo ya watu haijakaa na Mungu. Atatii lakini hayuko na wewe. Kwa hiyo mimi sikuangalia mavazi yao, nikamwangalia Mungu amewaletea nini. Mungu anambia huyu ana roho ya mauti na ametolewa kafara, na muda wowote ndani ya miezi miwili anafika mwisho, lakini kwa rehema zangu nimemgusa, nimemleta. Nikamwambia Mungu, sasa nisemeje? Akaniambia muombe mara 3. Nikamfuata nikamwambia umetokea wapi? Kanieleza. Nikamwambia Mungu anakupenda. Kama ampendi angemleta. Waambie watu Mungu anakupenda. Mnanisikiliza wamama wa Grace Evangelical Church? Waambieni hata wenye dhambi Mungu anakupenda. Kwa sababu usemi neno lako. Yesu alisema kwenye Yohana 3:16 asema Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Shida zetu tunaona kwa sababu ni jambazi, kwa sababu ni mchawi. Uchawi ni roho, ni uchafu wa adui. Yule mtu akifunguliwa anakaa vizuri. Nikamwambia Mungu anakupenda. Nikamwambia usikose ibada, takuombea leo na siku inayofuata. Mpaka mara ngapi? Mara 3. Kutoka hapo Mungu atakufungua na mauti. Akaniambia amen. Nikamwambia umetupiwa roho ya kuzimu ya mauti na umetolewa kafara na mtu wa karibu yako. Nilipoongea namnaye, nguvu ile kamshika kule. Kwa nini? Siongei mimi kama Sumbe, naongea roho wa Mungu anaongea ndani yangu juu ya yule mtu. Wewe jaribu kuiga kama itatokea. Nikamwombea akafunguka. Jumapili, Jumatano naye akaja, nikamwombea. Hakudondoka. Jumapili akaja akasema tena ilikuwa ni mimi. Nikamwambia sawa, nikamwombea. Nikamwombea kwa kumbariki. Mungu anambia mbariki. Nikambariki. Kama jioni ya leo ambao nitakubariki. Na kiboko cha shetani ni kuanza kubariki. Ukibarikiwa hata kama wanaokuchukia watakupigia saluti. Lakini wewe usiwe na neno nao. Kwani hawajui? Wewe usiwe na neno nao. Usianze kusema si niliwaambia, sino. Wewe acha hayo mambo yako bwana. Wewe nyamaza, wao wanajua. Sema amina. Sema amina watu wa Mungu. Nakwambia nilipomaliza ile mara ya 3 nimembariki. Acha nikwambie. Siku ile anakuja, Jumapili inayofuata. Nguo iko hapa. Iko hapa. Amekaa vizuri. Ameng'aa mavazi mpaka chini. Alafu nikamwangalia shemasi wangu ambao tulipatana. Maana tumesomeshana tukaelewana, tukamalizana. Nikapitia karibu. Nikamwambia unaonaje chombo hapo? Yeye alipoangalia tu akafa na kucheka na machozi, asema Mungu anaweza, Mungu anaweza. Sasa naona na mimi ningemtwanga huyu, ningemharibu huyu. Watumishi wanapewa neema ya kujenga na sio kubomoa. Sema amina. Ndio maana saa ya kujenga, kubomoa kazi za adui ndani ya moyo wa mtu inamhitaji Mungu mwenyewe. Haitaji akili yako, kwa sababu umeona amekaa kaja, anaongeaje, amechelewaje, unatengeneza ujumbe, hautafika. Tafuta ujumbe kile Mungu anachosema. Kile anachosema saa hiyo Mungu anakupa kibali, kama alivyompa Yeremia 51. Kitabu cha Yeremia 51 anamwambia wewe ndio rungu langu na silaha zangu za vita. Saa hiyo anapigana kwenye ulimwengu wa roho juu ya roho ya mtu ambaye imefungwa. Unanena lile neno, linapita ndani ya roho, linakangua, linaondoa mauti. Na baada ya hapo anamwambia kisha kujenga na kustawisha. Maana yake unawabariki watu wa Mungu, wakitoka hapo wanaona baraka zao. Sema amina kama unanielewa. Na Mungu akikubariki hakuna atakaye kulaani tena.
Utaona baada ya muda watu wanaanza kuja na nyuso nzuri, wakiimba. Unaona wamama wamejiachia, unaona wanaimba kwa kumaanisha, unaona kama walikuwa wanapenda lipstick, unaona wameziacha, unaona nywele zao zimekaa vizuri, hawang'ang'ani tena namna hii. Wao wanatokwa majasho hata kama wamepaka njoo upesi, lakini wanatokwa majasho, wanamwimbia Mungu wao. Wakitoka hapo, sema amina kama naelewa. Wamama mnatakiwa kujipamba mkae mzuri, lakini mapambo ya utukufu wa Mungu. Alafu kifika kwa Mungu, wacha kusema haleluya hosana, haleluya hosana, haleluya hosana. Ukifika kwa Mungu umependeza, unamsifu yeye aliyekufanya upendeze. Hiyo ni moja. Ni sawa, si sawa? Kwa hiyo unacheza kama unaweza kucheza. Mimi naangaliaga kanisani kwangu hapo, saa ya kucheza kuna kama mama moja Jumapili nitawaonyesha huyu. Labda asipite kwenye anga zangu. Tamuonyesha. Anaimbaka kwa moyo. Unaona anacheza kwa moyo. Akina mwinjilisi wangu wakimba hapo na wenzake, anacheza kwa moyo. Akina Vero anacheza. Vero naye akikaa vizuri utaona anaanza na mwenyewe, unaona huyo. Nasema hii sasa, hii ni ya kimbingu. Hii sio ya hiyo. Unajua watu wakicheza kwa kuiga, unaona wako kwenye mwili, unaona tu. Utaonaje? Hamaanishi, unaona tu jicho. Ujue hapo bado ni feki, haijakaa sawa. Ngoja ilipe, alafu uwepo wa Mungu umeshuka. Na saa nyingine uwepo wa Mungu ukishuka, wacha kuchange haraka. Unaona hali ya hewa inaanza kubadilika. Unaona watu wanaanza kujiacha, wanaanzaga polepole. Baada ya muda utasikia haleluya rakabo sikaba. Hiyo huyo kaa kidogo watakatifu. Hakuna mtu atakuwa zero hapa. Hakuna. Sasa sikiliza. Tunapokwenda kanisani, haijalishi kanisa mko 50, mko 100, mko 5, mko 10. Mnamwabudu Mungu aliye hai. Hamwabudu kwa sababu ya wingi wa watu au uchache wa watu. Mnamwabudu Mungu aliye hai. Sasa sikiliza. Tumeenda tumejipamba, tumevaa suti zetu, umevaa kaunda suti, umevaa gauni yako nzuri ya heshima, umejipanga vizuri nywele zako. Unapoimba asahau kila kitu, moyo wako muinue Mungu. Sikiliza. Baada ya hapo, ukitoka kwenye ibada hiyo, unapoondoka majasho yamekutoka, nywele kama zimevurugika, sikiliza, unakwenda nyumbani na uwepo wa Mungu. Alafu nenda ukakae sasa, kama ni saluni, kama ni nyumbani, unatengeneza vizuri. Alafu watu wakiona wanafikiri labda wewe huu muumini, kumbe umejaa Roho Mtakatifu, umetulia na uzuri wako. Sema amina kama unanielewa. Miaka ya nyuma nilikwambia ilikuwa tunatembea na miguu. Lakini nimeng'ang'ania, Mungu akasema nitakubariki. Nitakubariki kwa sababu ufanye maigizo. Kwa sababu hujipendekezi kwa watu. Na ujumbe Mungu akinipa ukisha, namaliza hapo. Siongezi ya kwangu. Unajua? Nikamwambia Mungu, mtu huyu utambarikije huyu mwanadamu huyu? Utaanzia wapi? Mungu ananiambia mimi ni Alfa na Omega. Mimi ni mwanzo na mwisho. Mungu akaniahidi kunibariki. Unajua, nilikuwa naonaga watu wanaenda Dar es Salaam, anapanda basi. Mimi haisi yenyewe inanishinda. Sema Mungu awabariki tu. Naenda kuangalia TV kwa watu. Kombe la dunia. Nimemtesa sana huyu mama. Nakuja karibu asubuhi. Hapo alikuwa bado naangalia TV kwa mbeho. Si ndio mama? Alafu TV zenyewe zile zinakaaga namna hivi. Hello!
mbaya, si ndio ilikuwa wakati? Kila jambo si wakati. Acha nivue koti nikwambie. Maana sitawapata karibu mwaka. Acha niwaambie muondoke na baraka kabisa. Na kama ubarikiwi, mkumbushe Mungu, mwambie siku ya mwisho baada ya msingi kufundishwa na askofu mkuu, makamu askofu, siku ya pili Sumbe amefundisha, mwambie Mungu, uliahidi baraka na ukatubariki kupitia mtumishi wako. Unamkumbusha, wacha mchezo. Wacha mchezo. Unamkumbusha Mungu kwamba Mungu alisema mkamate kwa maneno yangu, alafu aseme hajadituma. Alafu ndio mwambia sasa kumbe ilikuwa ni mwongo yeye. Sasa nifanyeje? Akupe njia. Kama ni kweli, nataka nikwambie mwakani unapokuja hapa utakuja na ushuhuda. Tutafundisha kipindi kimoja tu. Kimoja. Yaani tutafundisha kipindi kimoja, utaona wamama na waume zao wamekuja hapa wanasema wacha tutoe ushuhuda kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Kabisa. Kabisa. Naelewa ninachokisema. Kwa sababu nimeshasemaga tangu mwanzo. Niliwaambia watumishi tukiwa bado mianzini, nikamwambia Mungu ameniambia ameikumbuka Grace, ataipanua Grace. Nilisemaga sijasema. Na watu wengine wakaniona kama sio. Tulikuwa tunakujaga halmashauri kuu ni kama kitu cha kwanza na cha pili na cha tatu, hapo tu. Ndio kitaifa hapo. Leo halmashauri kuu ikija watu wamejaa. Leo angalia kongamano la vijana naye watajaa. Angalia kongamano la wamama wamejaa. Sema amina. Gari ilikuwa tunaonaga tu gari mbili. Kwa tunaona ya askofu wetu na ya mshirika moja. Grace nzima gari mbili. Lakini leo ngoa macho hapo. Ya. Sasa ilikuwa naona watu wanapanda ndege. Naona mtu amepanda ndege. Nikasema hii ndege anaenda wapi? Dar es Salaam. Nikamwambia Mungu, sasa huu hivi sio ule wa shetani, nisaidie tu. Si huyu mtu si angepanda basi. Masaa 10 tu Dar es Salaam, kwani anachelewa nini? Anapanda ndege, hela yote hiyo si angeweka hata kwa yatima. Yaani kana kwamba mimi nawaonea yatima huruma kuliko Yesu. Yaani ukivurugwa Mungu amenifundisha pagumu sana. Alafu namwambia Mungu sina wivu kabisa. Hamna. Mungu asema huna wivu ndio, lakini uelewi. Si ungepanda ndege. Siku moja akaniambia sasa utakuwa unapanda ndege kama ambavyo unapanda haisi. Nilipopanda ndege nikamwambia Mungu nisamehe. Nikamwambia nakumbuka nilikuwa nasemaga wanaopanda ndege siwapande basi. Kumbe baba sijajua viwango. Nisamehe tu. Na wengine wote wanaotaka waje wapande ndege wainue Bwana, wainue Mungu wangu. Na wewe ni mmoja wapo. Sema amina kama unanielewa. Wewe jaribu kufikiri. Juzi naenda Mwanza. Nimeondoka hapa Jumanne wiki iliyopita. Nikapita hapa nikasema nikimsemesha askofu wangu maana ni mkarimu sana. Rasia baba yangu, simama hata nikupe maji. Nikasema simsemeshi. Nikapita Shinyanga nikafanya ile nikaenda Mwanza. Nimeenda huko nimeangalia majukumu yangu na mke wangu. Tunamaliza. Nikaenda paka Geita kupokea shamba. Mtu ametoa shamba. Mungu amemwambia mpe vuka Yordani mtumishi wake shamba. Liko pale Geita, shamba kubwa. Ngoja saa ifike Bwana. Labda uwe msaliti. Nataka nikwambie kama una usaliti, baraka hizi utakuja kuzishuhudia. Mungu amesema nao. Wameandikishana kila kitu. Angekuwepo Ruthi Majimbe ndio nilimtuma akapokea mara ya kwanza.
Pasta wetu wa Chato kule Mganza, ambao sasa Mungu amemhamisha yuko huko nani. Akamtuma akaenda akapokea. Sasa alipoenda Mungu akanambia kanyaga mpaka hapo ili wabariki wale waliotoa, maana walisikia sauti yangu. Sikiliza, Mungu aliniambia watu watatoa mashamba, watu watatoa nyumba zao, watu watatoa hazina zao. Saa imefika, nataka nikuambie, kama saa imefika kwangu, watoto wangu ambao ni wewe, na wewe utapokea. Watu walifikaga mahali wanaona ulokole, uende tu huna dhambi, ufe tu uje uende mbinguni. Hakuna hiyo kitu, hiyo injili sio sawa. Watu wengi wameshindwa mitihani yao. Nikifaulu mtihani utaiona mbingu ikishuka, na ni Mungu alivyofundisha, sema Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama yanavyofanyika huko. Nikaondoka nikaenda kupokea hilo shamba. Nilipotoka hapo, jana yake nimeenda Magu. Kule Magu nimelima eka 20. Eka 20. Magu. Mtumishi wangu wako kule wameungana, yule wa Magu na Mwanza. Kuna mashamba mazuri ambayo ndio Victoria napita, wanalima michele inakubali, hujawahi kuona. Wakitoa wanalima mahindi. Nikaambia niwekee mimi mahindi. Nikachukua eka 20. Zikalimwa zote na tumezipanda zote. Nataka nikuambie, kama nakuwa kielelezo, lazima uwe kielelezo. Sasa wewe ukikaa na askofu ambaye amekombolewa, utafurahi sana. Yaani kama wewe na maduidu yako ndio utaharibikiwa. Haleluya. Jamani, ni furaha au sio furaha? Kuna saa Mungu anakufikisha hapo baada ya mapito. Haya mapito, Biblia imefundisha sasa, nijapopita katika bonde la uvuli wa nini? Anasema niogope au nisiogope? Na wewe nataka kuambia usiogope. Kumbe kuna kupita, sio kukaa, unapita. Wengine wasemagi baraka ndio maana azizidishi. Mtu akipata sema ni kama tu Mungu yupo. Hasemi. Mimi nasema. Na navyosema napaa juu kabisa. Ni kwa utukufu wa nani? Alafu mimi nikijifunua hivi, wewe nenda chukia ndani, wewe utaona unavyopata mapigo ya kutosha. Kama alikuwa hawajui, wako watu ambao wametengenezwa kwa ajili ya kuonyesha ufalme wa Mungu unavyoweza kutenda kazi. Sema amina kama unanielewa. Haleluya. Sasa mimi nitabaki nilivyo? Siwezi. Na alafu mimi ni mlezi. Haleluya. Nataka nikuambia tena natakaga wapinzani wakitokea ndio wamuone Mungu wa agano. Alivyonipa agano. Alivyonipa agano. Umwambie mwenzako kuna namna kukomesha waovu kwa kumsikiliza Mungu anavyokuongoza. Usikilize na madhabahu kiongozi wako kama yuko sawa, msikilize, utakwenda mbali. Hebu simama Mama John. Nani anamjua huyu Mama John? Mama mchungaji wetu Endabash. Huyu. Unamwonaje sasa hivi? Hata ukipiga naye picha unafikiri ametoka chuo miaka ya 3 sasa. Sikiliza bwana. Huyu mama alipataka mapito katika uzao wake. Alikuwa anatembea hivi kama sindano hivi. Kimbia hivi. Siku moja nikamwambia kanisani, nikamwambia kuanzia leo nataka nikubariki. Usiwe mnyonge tena. Hebu mwangalia sasa hivi hata alivyokaa. Mbaya soma kofi kabisa. Nimetoa shuhuda hizi sio kwamba najitangaza, na kuonyesha Mungu amenitoa wapi na anafanya nini. Tena kwa ratiba yake. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako.
Na kama kuna mtu alikupaga tafsiri mbaya, futa kabisa. Futa kabisa. Grace Evangelical Church, kanisa la Grace, Mungu analitambua. Nakwambia hata kama wataki watalitafuta. Kwa nini? Tumemaliza vipimo, kama vipo vimebaki vichache. Kazi yako ombea viongozi wakuu wa Grace. Usiwe na usaliti. Hata kama mtu anakuambia kitu tofauti, mwambie hapana. Wewe ndio Mungu alikuambia hivyo? Mwambie hapana. Usiniingizie kitu ambacho hakipo. Kataa. Waombeeni wachungaji wanaotulea. Muwe na mshikamano nao. Hata kama watu wengine hawawaelewi, mseme mchungaji wako vizuri huko. Mwambie labda wewe hujaelewa vizuri. Wewe Mungu amekuambia haya ambayo unayasema juu ya pasta wetu. Kama Mungu hajasema, wacha kumeza maneno mengine chachu kidogo, itakuharibu wewe. Ndipo utaona matawi yenu yatakavyofanikiwa. Nataka niwabariki. Nataka niwabariki wana wa Mungu. Nataka niwabariki. Sawa sawa na kitabu cha Zaburi sura ya 115. Nitawabariki wakati mmesimama hivyo. 115 na mstari kuanzia wa 12. Biblia inasema Bwana ametukumbuka naye atatubariki sisi. Ataubariki mlango wa Israeli, ataubariki mlango wa Haruni. Atawabariki wa mchao Bwana, wadogo kwa wakubwa. Bwana na waongeze ninyi na watoto wenu. Na mbarikiwe ninyi na Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Baba, ninakushukuru kwa sababu kwa muda uliotupa tumesimama mbele ya madhabahu yako kwa unyenyekevu na kwa heshima kubwa. Bwana, kwa ajili ya neno lako uliloliweka ndani yangu. Nami nilimenena kwa watoto wako na watumishi wako katika kongamano hili la wamama. Na sasa Bwana, umejitwalia utukufu kwa kusema nao na kupigana vita vya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa damu na nyama. Na tangu sasa kila aliye mgonjwa, Yesu, aliye mgonjwa wa viungo, mgonjwa wa mwili, mgonjwa wote ule kwa roho, katika jina la Yesu Kristo ninafuta hatia hizo zote. Nakataa kila mauti zilizonenwa na wabaya na wenye wivu wa kuzimu. Nafuta hukumu hizo, zisiwepo juu ya watoto wako, wala juu ya viungo vyao, wala juu ya uzao wao, wala juu ya kazi ya mikono yao, wala ya yale ambayo Mungu amewafundisha. Ninawabariki sasa sawa sawa na neno lako. Bwana, umetukumbuka, ndio maana umetukaribia, ndio maana umesema nasi tangu jana. Baba, nawabariki kanisa lako, nawabariki wa mama hawa, nawabariki na hata wale ambao hawajafika, walikuwa na nia ya kuja, yamkini wakakosa nauli, yamkini wakakosa namna kupangilia mipangilio katika familia. Baba, nawabariki maana unajua nia zao. Nawabariki maana wamelicha jina lako. Nawabariki wadogo kwa wakubwa, kwa maana kila mtu na namna yake, maana kila mtu umemweka kwa nafasi yake. Nawabariki Bwana, mkaongezeke na kuongezeka na vizazi vyenu. Ninawaachilia neema ya Mungu ikawe juu yenu, mtokapo na uingiapo ukawe mtu wa baraka. Laana na vifungo visipate nafasi juu yako, wala kwenye anga la mji wako, wala kwenye anga la baraka zako, wala kwenye safari zako, wala kwenye huduma za kanisa. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana akawazidishe, akawaongeze, mkapanuke, mkazidishwe kwa baraka, kwa utumishi, kwa vipawa, kwa huduma, kwa vipaji, kwa neema, mkaongezeke na kuzidi. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, mbarikiwe usiku na mchana. Mbarikiwe kazi za mikono yenu, mbarikiwe mashamba yenu, mbarikiwe biashara zenu, mbarikiwe ofisi zenu, mbarikiwe taaluma zenu. Mungu akawabariki na kuwazidisha, mauti sipate nafasi kamwe.
neema ya Kristo ikawe juu yenu. Baba, na wabariki, neema yako ikawalinde, na wafunika na damu ya Yesu Kristo, na wafunika na uzuri wa uungu wako, katika jina la Yesu Kristo. Wakarudi na ushuhuda, hata wakawa wa furaha. Yale yaliyokuwa makwazo kwao na nyumba zao na waume zao na kazi zao, kila kilichokuwa kikwazo ukakiondoe Bwana. Furaha ikajae kwenye miji yao, ukafanyika majibu juu ya njia zao na katika maisha yao. Watarudi wakiwa na unono, watarudi wakiwa kama yule aliyemzaa Samueli, watarudi kama yule mama aliyeitwa Hana, watarudi wakiwa na shangwe na ushuhuda, watarudi wakiwa wamemiliki mali, watarudi wakiwa wamejaa vipawa na karama, watarudi wakiwa walinzi wazuri katika jina la Yesu Kristo. Nabariki huduma zao, nabariki huduma za wachungaji, nabariki huduma za maisha yao na watoto wa watoto wao. Usiku na mchana upigane vita juu yao. Asante kwa kunisikia. Neema yako ikawe pamoja na wao katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Mwokozi wetu aliye hai, na kwa nafasi uliyotupa ninarudisha sifa na heshima. Amen.